Hii ni Mtoro TV. Ni saa 7:30 usiku hapa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, tukiwa hapa na lengo kubwa la kuwa hapa ni kuwasindikiza wale washindi wa tiketi za hija waliojishindia tiketi hizo katika mashindano makubwa kabisa ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani Tanzania yanayoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'an chini ya Sheikh Othman Ali Kaporo, mashindano yaliyofanyika tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwasikia washindi wenyewe ambao leo wanasafiri kuelekea katika mji mtakatifu wa Makkatul Mukarrama. Lakini pia mbele yako ukiwaona hao washindi, lakini wakiongozwa na Sheikh Othman Ali Kaporo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, tutaweza kuongea nao, lakini pia tutaweza kuongea na Sheikh mwenyewe ana neno gani kwa Watanzania kuhusiana na tukio hili la leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, pole kwa majukumu, lakini pia tunaliona tukio zito kabisa ambalo kwa namna moja ama nyingine tulikuwa tunalisubiria kwa hamu. Niseme tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe vyote. Hii ni neema kubwa. Tuliahidi, sisi peke yetu tulioahidi. Serikali ya Saudi Arabia chini ya balozi wake mpendwa aliyepo hapa Tanzania, Mheshimiwa Yahya Ahmed Wakash, aliahidi mbele za watu kwamba watakaohudhuria katika mashindano ya Qur'ani tukufu yaliyofanyika katika tarehe 23, basi miongoni mwao watapata tiketi za kwenda kuhiji Maka. Leo tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Tuko hapa na tuna washindi hapa walioshinda tiketi hizo, na leo hii wataondoka usiku huu na ndege ya Emirates tayari kabisa kuelekea katika mji wa Makkatul Mukarrama kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu hii ni neema. Watu wameahidi na wametekeleza. Wameahidi tutatoa na Mwenyezi Mungu amejalia wametekeleza. Kwa hiyo tunawashukuru sana kabisa serikali ya Khadimul Haramaini pamoja na balozi wake ndugu yetu Ahmad Akash kwa kuweza kulisimamia zoezi hili kwa ufanisi mzuri. Mpaka leo hii tunawasindikiza. Tunaye kijana wetu hapa Sheikh Isa, yuko Sheikh Abubakari pale na yuko Bi Khadija. Leo hii wanalala Dar es Salaam, lakini wataamka katika mji wa Jeddah kuelekea katika Makkatul Mukarrama kwa ajili ya kutekeleza ibada muhimu kabisa ya hija ambayo itakayofanyika katika mwaka huu. Watu wengi walikuwa wanahisi ni bla bla, kwa maana labda itatimia, mambo yatakuwa, lakini leo tunaona yanatimia. Unaweza ukatoa neno gani kuhusiana na hilo? Wallahi, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Mtu akimtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu anatosha. Na sisi tunasimama katika majambo haya tukimtanguliza mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanakuta hata wale ambao tunaoshirikiana nao wanakuwa na moyo mkunjufu na moyo uliokuwa thabiti kabisa kutekeleza yale ambayo yaliokuwa yanatakiwa kutekelezwa. Kimesemwa leo kinafanyika. Hakuna cha zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kufanikiwa katika jambo hili. Sambamba na hili, kwa kumalizia, tumemaliza mashindano ya Qur'ani, mashindano ambayo kauli mbiu yake ilikuwa Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani, ndugu zanguni katika imani. Na ndugu zetu hawa wanaondoka, wanakwenda Maka. Tunawaomba, tunawatuma kule mnakokwenda muende mkaiombee nchi yetu amani. Mkaiombee nchi yetu amani, kwa sababu
Amani ndio kila kitu. Bila ya amani hakuna. Hata haya tuliyoyapata leo tusingeweza kuyapata, kwa sababu tusingeweza kufanya mashindano. Lakini kwa amani utulivu unapatikana na neema zote zinapatikana. Kwa hiyo amani ni kitu cha kukienzi na kukitunza, ni kitu cha kukilealea. Nakumbuka hivi karibuni aliwahi kuzungumza mzee wangu, mlezi wetu, Daktari Abubakar ibn Zuberi ibn Ali, mufti wa Tanzania, kwamba amani inatakiwa ilelewe, iengwe kama vile yai, kwa sababu ukiichezea amani ikipasuka, kurejea tena katika hali ile ile ni ngumu sana. Tukiwa tunawasindikiza mahujaji wetu, tunatoa mwito zaidi ya kuwaomba mahujaji wetu kule wanakokwenda wakatuombee amani, lakini vile vile tunatoa wito kwa Waislamu, tuienzi amani yetu, tuishike amani yetu, tuipende amani yetu. Tunaona mazingira tuliokuwa nayo, na hivi sasa tunaelekea katika wimbi la uchaguzi. Ili wimbi linakuwa na mambo yake. Tumuweke mbele Mwenyezi Mungu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu wale ambao wanaweza kuja na fikra au mawazo ya kutaka kututoa katika utulivu tuliokuwa nao. Mwenyezi Mungu asiwape mafanikio, wawe ni wenye kufeli, ili maendeleo kama haya, mafanikio kama haya tuweze kuyapata. Leo tunawasindikiza hawa, kesho tuwashindikize wengine, na maendeleo yaweze kuwa mazuri na mazuri zaidi. Tunatoa mwito ndugu zanguni Waislamu na wasiokuwa Waislamu, amani ndio siri ya mafanikio, na Qur'ani inaita kitu vyote, inawaita watu katika amani. Watu wataingia peponi kwa amani. Watu wanatakiwa waishi kwa amani. Amani ndio kila kitu. Wanaondoka mahujaji wetu na ombi letu la kwenda kutuombea amani, lakini na sisi tuliobaki hapa tuzidi kuiomba amani. Mwenyezi Mungu atufanikishe katika kuiomba amani, awape nguvu zilizokuwa thabiti viongozi wetu, rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan, asimame vizuri, apate muongozo uliokuwa uko mzuri, amlinde na vile viashiria vinavyoonyesha hali mbaya, ili mafanikio yawepo na amani iendelee, tuweze kutawala katika nchi yetu, iweze kutawalika nchi yetu kama vile inavyotawalika, na sisi raia wake tuishi katika mazingira yaliyokuwa yako mazuri na yanayopendeza. Naam, ndugu mtazamaji, kama unavyowaona hawa ndugu zetu ambao leo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanaelekea katika mji mtakatifu wakiwa na furaha ambazo hazina kifani. Tuweze kuzisikia furaha zao, maneno yao kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kutokea leo. Nianze na babangu Sheikh Abubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikupe tena hongera kwa wakati mwingine. Inshallah. Sheikh Abubakar, leo unasafiri kuelekea katika mji mtakatifu wa Makka. Furaha yako? Furaha yangu ni kubwa. Na si mimi tu, sisi wote tuliopo hapa wanne tuna furaha hiyo. Na tulikuwa tunamuomba Allah ili aweze kutuwezesha kufika katika ibada hii tukufu. Allah ametujalia kupata neema hii. Kwetu ni kushukuru kwa sababu walikuwa wengi katika mashindano yale, lakini Allah atuteua sisi kweli. Na Mwenyezi Mungu anasema asiyekuwa na shukurani basi huyu atakuwa amemkataa Mola wake. Sisi tunamshukuru Allah. Tunamshukuru vile vile muandalizi wa mashindano kwa sababu na yeye anapaswa kutoa shukurani kwa kulisimamia hili kwa wema, kwa kulisimamia hili kwa uadilifu. Lakini pili tunashukuru balozi wa Saudia pamoja na mfalme wa Saudia kwa ajili ya kuliandaa hili, kutoa pendekezo ili Waislamu wa Tanzania nao wapate nafasi ya kwenda hija. Tunashukuru na hatuna la nyongeza. Kubwa zaidi kwetu ni kwenda kutekeleza ibada, na nyinyi mnaebaki mtuombee dua inshallah, tuende tukatekeleze ibada kwa wema, kwa usalama, kwa utulivu.
basi maombi mbalimbali ambayo yanastahili kuanzia majumbani kwetu sisi wenyewe na nchi yetu. Atasema hili, atasema lile, lakini Allah alilompangia kiumbe wake kumpa halina pazia. Allah anasema atampa tu. Basi sisi kwetu hatuna la ziada. Tunamshukuru Allah, tunashukuru maandalizi yamekaa vizuri mpaka hapa tulikofikia, alhamdulillah. Ndugu zangu, wanangu, jamaa zangu, mimi mwenyewe, yani tuna furaha sana na amelipokea vizuri sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi ninachotoa ni shukrani kama alivyosema mzee Abubakari. Mimi sina mengi ya kusema zaidi ya nimeshasema na mzee Abubakari, hamna mengine tena ya kusema, ni yale yale tunachoomba Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametufikisha mpaka leo, mpaka tunafika huko, na tunachoomba kile tunachopata kule tukakitimize, turudi nyumbani. Kwa hiyo bwana, hamna zaidi hapo kwa mimi. Sawa sawa. Nashukuru sana. Labda nikuulize tu swali la mwisho. Katika maisha yako uliwahi kufikiria kuota hiki ambacho kinatokea leo? Kufikiria nilikuwa nafikiria, lakini kuota sijaota, na nilikuwa sijaamini kama nitaenda tena. Kama nikufikiria nilifikiria, lakini nilikuwa nimeshakata tamaa. Nilikuwa nakata tamaa. Mpaka hivyo watu waniambia wale wamepangana wale. Mimi nalisema ile kitu mimi sijapangana nao wale, lakini mpaka sasa hivi ule mtaani kwangu ananiambia nimefanya nini? Wamenipanga. Ili wanichague, lakini mimi sijasema sijapangwa. Ili Allah tu mwenyewe ameamua. Mungu ndio akupanga. Mungu ndio amenipangia. Kama kunipangia kanipangia Mwenyezi Mungu, lakini sio wengine, hamna mpangaji mwingine zaidi yake yeye. Ni kweli. Basi ndio hivyo babangu. Shukrani sana mama. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina lako shukran? Kwa majina naitwa Isa Toha Maliende. Ni mwanafunzi kutokea chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Hongera sana. Asante sana. Unasomea fedha na uko chuo. Na alhamdulillah rabbil alamin, naamini ulikuwa katika dini yako unasoma kuhusiana na nguzo 5 za Uislamu. Lakini ulikuwa kufika katika ile nguzo ya 5 kwamba unakuta mwisho kwa wale wenye uwezo. Uliwahi kufikiria kwenda Maka kwa hali ya kiuchumi uliokuwa nayo? Lillahi ta'ala nisidanganye, sikufikiria. Lakini aidha niseme nilikuwa nikinyenyekeza maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikija kufanikiwa ama kufikia uwezo inshallah niweze kuwezesha. Lakini namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliwasilisha jambo lenyewe kabla mimi kufika huko. Kwa hiyo kama tunavyosoma kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu akipanga basi na jambo lake linakuwa. Ni kipi ambacho unawaza katika kichwa chako baada ya kufika katika mji mtakatifu wa Maka kwenda kukifanya, au dua gani ambayo labda unafikiria kuiomba dhidi yako na kwa Tanzania kwa ujumla? Aidha nikianza zidi yangu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, hakuna dua bora hapa duniani aidha kwa Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema inshallah. Kama ni hivyo basi hivyo nikija kwa nchi yangu hakuna ninachokiombea zaidi ya amani. Kwa sababu amani, utulivu ndio unapelekea pia nchi iwe na mwisho mwema. Lakini pia kama tunavyojua hakuna mwisho mwema zaidi bali unaanza kutengenezwa kuanzia sasa. Hivyo naamini kwa uwezo wangu Allah atakonijalia kwa nguvu na kila kitu, nitajinyenyekeza sana kuhakikisha naombea amani nchi yangu. Na sio nchi yangu tu bali nchi ya Afrika mpaka dunia nzima inshallah. Shukrani sana Sheikh Isa. Shukrani sana. Naam, ndugu mtazamaji, kama Waswahili walivyosema kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Ulikuwa nami Hamza Shabani Lusambo nikikuletea ripoti kuhusiana na safari nzima ya wale ndugu zetu ambao walijishindia tiketi za hija katika mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani yanayoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania. Mpaka wakati mwingine, wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee azungumze. Hii hija ya hawa washindi wetu, hija hii ni tunu kutoka kwa mfalme wa Saudi Arabia. Mfalme Salman ibn Abdul Aziz ndiyo ambaye aliyetoa nafasi hizi. Kwa hiyo hawa ni wageni wa mfalme. Wakishatoka hapa, wakifika tu pale Jeddah, watakuta pale marasim na protocol za kifalme zikiwapokea na watakuwa chini ya usimamizi wao wote. Hawa hawaendi na taasisi zetu za hija tunazozitambua hizi zinazopeleka watu hija. Hawa wanaenda, lakini msafara wao unasimamiwa na serikali ya Saudi Arabia, na wakifika kule watapokelewa na serikali na wataishi katika mazingira hayo katika taratibu maalum. Na hija yao tunaisema ni VIP, sio ile hija ya kawaida, ni hija ambayo itakayokuwa
inapambanuka na hija nyingine za kawaida. Mwenyezi Mungu awajalie msafara wao uwe wa kheri na baraka na mafanikio, iwe hija yao iwe ni makubuli insha Allah, na waweze kupata mwisho mwema insha Allah. Labda cha ziada, tumemaliza sasa. Kuna fungu moja tulilokuwa bado, hawa ni wahija lakini umra bado hawajaenda. Wako watu wa umra wataenda, lakini umra ni baada ya kumaliza hija. Ikimalizika hija, likifunguliwa lile dirisha la umra, kuna watu wengine, washindi wengine ambao walopata tiketi za umra watakwenda. Leo tunamalizia hawa wa hija, mwisho tutakuwa nao wa umra. Lakini wale wengine wote washindi walioshinda kupata gari wamepata tayari, waliokuwa wamepata bajaji, waliokuwa wamepata simu, wale ambao waliokuwa wamepata bodaboda, washindi wote kila mmoja amepata kama vile ilivyokuwa imehaidiwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Mwisho tutoe mwito kwa watukufu wa Islam, tushikamane na Qur'ani. Qur'ani ndio siri ya mafanikio. Haya yote haya tunayapata kwa sababu ya Qur'ani. Kwa hiyo tushikamane na Qur'ani, tuipende Qur'ani, tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani. Mazingira tuliokuwa nayo tunatakiwa tuiweke mbele zaidi Qur'ani, ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya hapa duniani na vile vile maisha yetu ya kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ndio amani, Qur'ani ndio uchumi, Qur'ani ndio kila kitu. Kila kitu. Mwenyezi Mungu anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha kitu katika kitabu hiki. Qur'ani kuna rehema, Qur'ani kuna shifa, Qur'ani kuna kila kitu. Kwa hiyo watukufu wa Islam, sisi tukifanya mashindano, sio lengo mashindano. Lengo letu ni kuwaiteni kushikamana na Qur'ani. Tuienzi Qur'ani, tuipende Qur'ani, tuishi kama inavyotaka Qur'ani iishiwe, tuishi katika mazingira hayo. Kwa sababu ukiishi hivyo, matokeo yake utakuwa na adabu na tabia nzuri, na ukiishi na tabia nzuri na ukawa na tabia nzuri, matunda yake ndio amani inatawala. Amani yaiji sehemu ambako kulikokuwa hakuna tabia nzuri, na pia tabia nzuri haiwezi kupatikana kama haukusimama na vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunawaita Waislamu wote kwa umoja wao, tushikamane na Qur'ani ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira. Tunawapa mwito tena, mkitusikia tunawaita katika mashindano ya Qur'ani, basi mje ili kheri kama hizi msizikose. Wabillahi tawfiq. Hii ni Mtoro TV.